Rais wa taifa la Uganda Yoweri Museveni ameapishwa kwa muhula wake wa 7 akitarajiwa kuhudumu hadi mwaka 2031. Hafla hii na iliyofanyika katika jiji kuu la Kampala na kuhudhuriwa na viongozi tofauti barani Afrika imeweza kumpelekea Museveni kuhakikishia wananchi kuwa muhula huu ni wa kuwahudumia Waganda, huku akitoa wito kwao kujitolea kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Mary Kyalo na taarifa kamili. Yoweri Kaguta Museveni. Kwa mara ya 7 rais wa taifa la Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameapishwa kuongoza kama rais wa taifa la Uganda kwa miaka 5 ijayo hadi mwaka 2031, ambapo atakuwa amehudumu kwa miaka 35 mtawalia. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Hafla hii na iliyoandaliwa katika uwanja wa Kololo, Kampala, na iliyohudhuriwa na baadhi ya viongozi kutoka barani Afrika, akiwemo Rais Samia Suluhu wa Tanzania, Naibu Rais Kithure Kindiki wa Kenya, Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi, Rais Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na aliyekuwa Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Museveni akisema kuwa uwepo wa viongozi hao unaonyesha ushirikiano mwema wa Uganda na mataifa tofauti. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, Museveni aliweka wazi kuwa muhula huu wake wa 7 hakuna kulala na kuwa atakuwa akiwahudumia Waganda na kuhakikisha kuwa ufisadi unakomeshwa nchini humo. This Kisanja should be regarded as a Kisanja of no more sleep for Ugandans. With the advent of the NRM ever since 1986, the families that cared to listen to our message got out of poverty. Kando na hayo, amewataka wananchi wa taifa hili la Uganda kuwa katika mstari wa mbele kujenga uchumi wa taifa kwa kuwekeza juhudi za kutafuta mali na utajiri kupitia miundombinu walionazo nchini humo. But you can have maendeleo in Swahili, we must also have utajiri, wealth. So it is very crucial. And in the case of Uganda, we have been telling you that the wealth is in the 4 sectors: commercial agriculture, manufacturing and artisanship, services and ICT. If you want wealth, these are the 4 sectors where wealth is. Museveni ndiye kiongozi wa 4 wa Afrika katika bara la Afrika kuhudumu kwa miaka mingi zaidi. When we rejected the politics of sectarianism, of identity, of tribe, of religion, that's how we're able to unite the people. That's why we win on the first round, because the majority of the people are always with us. All these Bisanja, all these terms, 7 terms, we have never had a real run. Mary Kyalo, Undugu TV.